Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, waligani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo twende tukaangaze zile habari ambazo zimeweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania, hususan kwa sasa kuelekea katika michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Fahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club ambao kwa upande mwingine wanakwenda kushiriki hatua makundi kwa mara nyingine tena, ambapo Simba wameweza kupangwa katika kundi D, ambapo kundi hili Simba Sports Club wanaliunda na klabu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola. Simba Sports Club wapo na klabu ya soka ya Stade Malien kutokea katika nchi ya Mali, bila kusahau Simba Sports Club wapo na klabu ya soka ya Esperance Sportive kutokea katika nchi ya Tunisia. Sasa kuelekea katika michuano hii, tunaona klabu ya soka ya Simba Sports Club hapo siku ya leo wameweza kutangaza jambo kubwa, kwa sababu ikumbukwe siku ya Jumapili, yani tarehe 23 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni, klabu ya soka ya Simba Sports Club watakuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakicheza mchezo wao wa kwanza hatua makundi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutoka katika nchi ya Angola. Sasa kama ilivyo kawaida, klabu ya soka ya Simba Sports Club wamekuwa mara kwa mara wanapokwenda kushiriki michuano hii wamekuwa wakitoa jezi mpya. Kwa hiyo siku ya leo klabu ya soka ya Simba wameweza kuthibitisha kwamba watakwenda kutambulisha jezi mpya kwa ajili ya kwenda kuchezea michuano hii mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tofauti ya jezi za sasa za CAF na jezi za msimu uliopita ni kwamba kwa sasa CAF wameweza kuruhusu kwamba kama una mdhamini ambaye anakudhamini katika ligi, basi moja kwa moja mdhamini huyo pia anaruhusiwa kuwekwa katika eneo lile la mbele kunako michuano mikubwa ya CAF, kwa sababu msimu uliopita tulikuwa tunashuhudia mdhamini ambaye alikuwa akidhamini mashindano ya CAF alikuwa ni wa betting. Kwa hiyo kama wewe unadhaminiwa na mdhamini ambaye anafanya mambo ya ubashiri, basi moja kwa moja ulikuwa hauruhusiwi kuweza kutumia eneo lile la katika logo yako kuwezi kutumia kama ni mbashiri. Kwa hiyo kuna mambo ya ushindani wa biashara, kwa hiyo mdhamini alikataa mambo kama. Ndio maana tulishuhudia mara nyingi Simba walikuwa akiandika Visit Tanzania, Visit Zanzibari, sometimes walitumia hadi logo ya Mohamed Gulam Dewji ama Mo. Kwa hiyo kwa sasa wameruhusiwa kutumia logo ya mdhamini mkuu, ambapo kwa sasa Simba Sports Club wanadhaminiwa na Betway. Kwa hiyo huenda tukashuhudia katika jezi zao mpya ambazo watakwenda kuzitoa hapo siku ya leo zitakuwa na mdhamini mkuu ambaye ni Betway. Na kingine cha kuvutia zaidi ni kwamba Simba wanatarajia kuzindua jezi 3. Jezi ya kwanza ni ya nyumbani kama kawaida, ni jezi ya rangi nyekundu ambayo ndio rangi kuu ama rangi mama katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, huku jezi ya pili itakuwa ni jezi ya ugenini. Kama tunavyofahamu wote, Simba wamekuwa na kasumba ya kutoa jezi nyeupe ya ugenini, kisha watakuwa na alternative kit, ambapo moja kwa moja kiti hiki kitakwenda kuwa sehemu ya jezi ambayo Simba watakwenda kuitumia aidha nyumbani ama ugenini, kama ilivyokuwa kwenye ligi kuu wamezindua jezi 3. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba Sports Club siku ya leo wana jambo lao mara baada ya wapinzani wao wa jadi. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Yanga hapo siku ya jana kuweza kuzindua jezi. Kwa hiyo leo ni zamu ya mnyama Simba Sports Club kwenda kuzindua jezi zake. Bwana, kama unaikubali Simba na unaamini watakwenda kuzindua jezi kali, like video yetu, tuambie kwa upande wako wewe unaifuatilia klabu ya soka ya Simba ukiwa maeneo gani?